Assalamu alaikum wana Chapesa Media. Tunawashukuru kwanza kwa siku hii nyingine tena. Tunasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ni mwema, tupo salama. Nipo tena na mzee wangu mzee Sahidi, ila cha kusisitiza wewe ambao bado hujasubscribe, huu ni wakati sahihi. Subscribe channel yako ya Chapesa Media uendelee kupata burudani za kimichezo hapa ndani ya Chapesa Media. Mimi na mzee wangu tunaleteana vitonge, habari zinazojili za kimichezo tunajaribu kuwaletea. Tunakusubiri wewe mtazamaji. Shusha komenti yako, share, like. Tuangalie nini maono yako, na wewe je, tupo sawa au vipi? Niko na mzee wangu, tusikilize nini kitakachoendelea. Mzee Saidi, habari bwana? Namshukuru Mungu, hatujambo. Shikamoo. Marhaba, tumekula Christmas. Tumekula Christmas. Greece. Ndio inavyotamkwa shehe kwa Kiingereza. Hicho Kiitaliano. Italiano Greece. Christmas. Uliza waliofika Italy. Kama si tuliendaga siku nyingi. Ulishaendaga na ukarudi. Wewe bado lugha bado inaendelea. Nimeenda kule kusomea ufundi wa magari. Fiat, utaki sasa. Kompanyola, unaijua wewe? Kompanyola. Sasa hivi sisishaisha. Isha, sina mimi nimeisha. Hata mimi bado na mimi nipo. Babu, mimi nakwambia hivi, ukishaona maandishi uyaoni, ni salamu hizo. Ukishaona maandishi uyaoni, unavaa miwani, ni msaada huo wa mzungu. Lakini Mwenyezi Mungu kaishavuta. Sasa mzee Saidi anataka kuja kwa neva mawani yote manake au? Hiyo ilishapita. Ila tu nakukumbushia umri ushakwenda. Yaani wewe ukiona hivyo ujue dashboard imeshatembea. Rudi kwa Mola wako. Rudi, anza kusali. Usipende sana ulalamikiwe, usipende sana kudhulumu, usipende kunyanyasa watu. Yaani upenda siku zote utende wema. Ujue umeshakaribia muda huo. Watakuja kupiga teke udongo ule wa juu. Ilizee ilikuwa baya kweli tu, anapiga uteke. Alikuwa anatusumbua sana, bora kafa. Bora ameondoka. Bora kafa, unapiga tu. Furaha inakuja baada. Watu wanashukuru babu. Ukifa, watu wanashukuru. Bwana. Haki ya Mungu na kuapia watu wanashukuru kabisa, afadhali kafa. Ni mradi sisi tupumue. Wewe inaonekana unawapa kero kipindi kile uko hai na unaendelea. Unawapa kero. Kaka, yani mtu yote asikudanganya. Hata mkeo mwenyewe anashukuru. Bora kafa. Kwa hiyo mzee Saidi, ngoja kwanza. Hapo sasa nikiona miaka 5 mbele wenzangu naanza kutumia miwani. Sio 5. Okay. Miaka 10 mbele ukishafikisha miaka, yani ukigonga miaka 50. We mguu wako mmoja uko kaburini, mmoja uko, kwa sababu hapo tayari na magonjwa yanaanza kukupiga kila wakati. Mara pressure, ukikaa mara kisukari, ukikaa mama malaria yaishi, nguvu hamna, mara mgongo ukisema unyanyuke mako unaenda kunyanyukia ka ndege inapaa. Sio siku nataka kutembea na miguu mitatu. Unauliza bwana vipi, mbona tena na bwana wewe kiuno hiki nilipataga ajali? Hamna. Umri umeenda. Mzee Saidi bwana, leo tuanze na hili. Ndio. Jijini Morocco pale. Leo bwana, timu ya taifa bwana Kenya wanatucheka sana. Kila kukicha wa Kenya wanatucheka sana. Leo Taifa Stars inapambana na Waganda saa 2:30. Kwanza tuanze na hili bwana. Mimi nilishawahi kukwambia kuhusiana na sisi na Wakenya. Wakenya sio wanatucheka, wanatudharau. Wakenya sio wanatucheka, wale wanatudharau. Na wanatudharau kwenye football. Na kwa nini watudharau? Sasa sisi ubabaishaji mwingi. Sio ubabaishaji mwingi. Hebu ngoja, umeona Wakenya wamevurugana FIFA wakawatia lungu. Ndio. Hawakuonekana. Wakazuiliwa muda. Wakazuiliwa muda. Lakini pamoja na kuzuiliwa hayakuogopa. Yakawa yanaendelea kucheza ligi yao ya mule ndani, ndani kwa ndani, lakini haina mvuto. Hawashiriki mashindano yoyote ya kimataifa. Wako ndani. Lakini wale walikuwa wanaunda timu na wakawa wanatafuta umoja wa kuelewana. Lakini sisi tunaelewana, Wakenya wanatusumbua. Kila siku wanatuangana wale. Lakini Wakenya sisi sasa hivi alafu sasa nikwambie nchi ambazo tulizokuwa tunazisumbua. Ya kwanza tulikuwa tunasumbua Uganda, Kenya, Zambia, Zimbabwe. Umeona? Hawa wote sisi tulikuwa tunawafunga. Tunawafumua wote. Haya hapa Msumbiji. Umeona? Si ndio nakokwenda Msumbiji. Hivi vinchi vyote hivi vya karibu yetu vyote tulikuwa tunavifunga. Akina Malawi. Wewe ndio usiseme Malawi alikuja hapa alikula
tafuta hata ndege ya kupanda wakawa hawana. Wakapewa ndege na Mwinyi wakaambiwa anendeni. So Mwinyi kwa huruma mwenyewe akaambia chukueni ndege mwende bwana. Wanazulula humu. Ndege hawana, wamekula za kutosha. Sasa hivi nenda kawagusa. Walivurugwa. Walikula za kutosha. Sasa watu walipigwa na ukatule babu, kulikuwa kuna watu. Sio sasa hivi. Kulikuwa kuna watu. Sasa hivi wapo kwenye bwana wewe, mimi ndo nakwambiaga siku zote, mimi bwana nikikwambia kitu kile kibovu. Sawa. Huwezi kukibadilisha hata siku moja nyeupe ikawa nyekundu. Hata siku moja nyeupe. Hata ukilazimisha kupaka. Yaani ukipaka rangi sitapauka, itarudi kwenye hali yake ile nyeupe. Narudi tena kule kwenye nyeupe. Wewe kulikuwa kuna watu kipindi kile shekhe. Mtu akisimama golini unajua kweli yule mwanaume kasimama golini. Mtu akipewa pande la fullback kweli unajua yule fullback. Waulize Zambia au nenda kaulize ile timu iliyofia kwenye maji. Kamuulize Moses Chikwala alifanya nini taifa kule Mwanza kule. Pigwa kwanja yule alienda kutokea nje huko. Anaambiwa rudi, akasema mimi nirudi tena huko ndani. Sasa hiyo paulo hiyo ndio kipindiko viviala hakuna. Viviala hamna, si mnaleta maviviala yenu ili watu wapate magoli kiunyemela. Sasa yeye baada ya kupiga mpira kala miguu ya watu. Babu. Huyo Moses anaitwa acha mpira. Huyo Moses Chikwala alikuwa anatembea. Yule bwana alikuwa anatembea isijala haigusi kaka. Budo akasoma. Wewe budo nani babu? Yule Moses Chikwala basi ile ilipigwa na David Makinka. David Makinka. Mwanza hapo. Kaje katua kwa Peter Mwanza yule akaiomba. Kaka mimi niko CCM Kirumba hiyo mechi ujue. Tulia Mwanza hapo. Hiyo sio kama nahadisiwa. Mimi niko na mjomba wangu Mwanza naangalia timu ya taifa. Kina Mchunga Bakari. Tulikuwa tunamuita Mandela sisi kipindi hicho. Kaka mtunuku umempa jina la. Wewe acha bwana. Twa Hamidu fullback tulikuwa tunamuita Norega. Rais wa nchi gani sijui, alikuwa katili kishenzi. Alikuwa katili. Basi ilipigwa ile cup. David Makinka kaisogeza ile cup. Basi mwanaume akainywea maji cup ya kwanza, akainywea maji ya pili cup, akainywea maji ya tatu cup. Hasa kunywea maji anapiga anatembea. Mtu anatembea na chaki. Mambo ya chaki nyete anakimbia na chaki. Yale alikuwepo miaka nenda dala. Mtu anatembea na chaki basi ndo anakwenda kumuomba kule. Basi mtu alimuita akatoa macho. Akaingia ndani. Basi mwanaume alitoka. Kule. Kila akiamka kigonga mguu namna hii. Refa anamwambia bana vipi bana? Anasema mimi kurudi humu. Jamaa ana roho mbaya sana. Kadi ya njano chwa. Hiyo baba nimejua radi. Kumbe mtu anachomoka. Yule mtu ameambiwa ingia ndani na kuja kumaliza kazi. Akacheze huko kwao anatusumbua sisi tunashindwa kucheza mpira hapa bwana. Punguza kabisa zile kasi unazotuletea. Basi bwana Twa Hamidu anaingia anatoka. Bwana anaenda kumkurupucha kanini mwicho. Atakwambia mfumo ule ukwepo kama wachezaji wa Azam wazao kuvunja. Sasa kumbe Azam walianza kufuatisha historia ya nyuma. Hata taifa wakicheza kadi nyekundu. Ile ukienda vile mtu alikuwa anaruka anaanzia kiunoni. Huruki wewe, ukiruka lazima atachukua miguu. Lazima achukue miguu. Waulize wenyewe wachezaji. Nenda kamuulize Lunyamila kilichomkuta na Kasongo Asumani. Fanya mchezo. Na yule Nyamira alikula kitu. Alipigwa mtama yule, alienda kuangukia kwenye lami. Uwanjani kurudi tena. Kurudi kilikuwa kibishi. Nyamira kilikuwa kibishi. Kilirudi. Tunasikia kilikuwa bonge mtu. Bonge mtu wapi? Kilikuwa kina miguu ya kwangu mikubwa hiyo. Wewe bwana. Kifupi kinatembea kishenzi. Kwani hujawahi kukutana naye hivi? Live sema mimi simu yangu ile iliibiwa. Nilikuwa na namba zao. Mimi nilikuwa na namba zao watu kibao. Mimi simu yangu ile iliyokuja kuibiwa kule ndio basi tena nikapoteza watu wengi sana yani. Sasa ngarudisha line. Sasa hivi na mmoja tu Steven Nemens. Hiyo Simba hiyo ya Steven Nemens imechukua ubingwa bila kufungwa. Timu ya taifa ilikuwa inaitwa Simba yote. Mmoja tu ndio alikuwa anatoka Yanga anakwenda pale kwenye timu ya taifa Lunyamila peke yake.
Afu kuna siku mzee Saidi, kabla tujaendelea na hili huku tumeshafika. Kuna siku niambia kuna historia kidogo utaniambia, alafu ikiwezekana wana Simba wakizingua utajaribu kuwaletea mikataba yao. Kuna siku kaka walienda kucheza mechi alafu Kigoma baadaye sasa ile bwana watalalamikia bwana, watasema unaona mzee anatumbua yule, wameshinda malipo wakaacha jezi. Wakaweka rehani jezi. Ilikuwaje kwanza mpaka jezi ndo ziwe malipo ya guest? Wanakuja kusimama Manyoni jezi. Bana watashtaki bana, wewe waache bana. Sisi najua kwa sababu nimeenda na marehemu babu yangu kapigiwa. Unajua zamani enzi zile za Mwalimu Nyerere simu kama hizi zilikuwa hakuna. Wala simu za kubofya bofya zilikuwa hakuna. Kulikuwa kuna simu zile za hata za kuzungusha, ile unafanya afu unatega sikioni na kwenda moja kwa moja unasikia maana unasikia halo, naona itikia halo, habari bwana, salama, hapo wapi? Hapa Manyoni. Inakuja chapu hiyo. Na hizo simu zilikuwa zinapatikana sehemu moja tu serikalini, kwa mkuu wa wilaya, kwa mkuu wa mkoa, inapigwa direct. Kwa hiyo sasa marehemu babu alipigiwa simu akatumiwa tarishi. Wakati ule alikuwa anatumia matarishi. Akaja pale akaitwa, mzee unaitwa kwa mkuu wa wilaya, kuna simu yako. Marehemu babu yangu mzee Juma Kuingo akaniona mimi, wewe toa baskeli Phonex. Wakati ule ukiwa una Phonex wewe tajiri. Ile chumba na seble unazitaka sasa hivi. Yani wewe ukiwa una Phonex wewe tajiri. Ile mikubwa. Wala kuuzia mayai. Kachukua baskeli na babu yangu bwana. Babu ananiambia nipeleke kwa mkuu wa wilaya. Wewe ndo dereva. Mimi ndo dereva wa baskeli. Kumbe anapigiwa na marehemu mwenyekiti wa Simba Majid Sefu. Mzee Majid. Kampigia rafiki yake. Bana timu inatoka huko. Wameacha jezi rehani. Wanarudi. Hata si ya zamani. Ndio. Wanarudi hao. Wametoka kucheza na RTC Kagera, tumekula 2-1. Kina Sani Fulazalo tingisha. Walikuwa wanatingisha kweli, alikuwa anakimbia yule jamaa. Swala akaombe. Fika pale ndo anaambiwa bwana, hebu chukua hela kidogo kawape wachezaji pale. Kwa hiyo wana chuma linatoka kule pale Manyoni pale. Kipindi kile sijui kwa sasa hivi. Kipindi kile chuma. Zamani treni tulikuwa tunaita gogo. Kwa nini? Sasa si gogo refu. Ugogo lile refu. Yani hapo mtoto wa kiuni anakuambia nimeingia na gogo. Na wewe kama ulijui gogo basi wewe sio Bon Town. Wewe sio wa mjini. Gogo treni. Sasa mjini si Dodoma bwana. Imesimama pale. Imesimama hiyo kote. Hadi huko. Wazee vijana wa zamani, sasa hivi ndo sisi. Imesimama pale naona wachezaji wa Simba, babu yangu ananiambia unaiona timu yako wewe. Yeye anawacheka. Yanga. Umeona timu yako hiyo? Nami ndo Simba wewe. Nimeambiwa nibebe hizo ulizobeba hela. Begi la hela. Ukatule shehe unatembea tu na hela wala hamna shida wala nini. Treni imesimama zaidi ya nusu saa. Kapewa control Tabora. Bana tunaisimamisha treni kwa muda. Wachezaji wa Simba wapate pesa ya kula njiani. Pesa inatoka kwa mzee Juma Kuingwa. Anagawa pesa pale. Kakabidhi kwa viongozi. Waligaiwa pale pale, mimi nawaona wachezaji wote pale. Ndio maana mimi nakwambia sitaki, mimi Simba nimetoka nayo mbali. Simba inaniuma. Kama mimi muongo wa muulize Muina Kaduguda. Simba waliacha jezi Kigoma kule. Wamerudi hivi. Wameacha rehani kule. Hela hamna. Simba wao imechoka. Babu anakuja na iokoa timu pale. Ndio maana nilikwambia hivi, haya mambo mnayaleta nyinyi watu wa sasa hivi. Simba na Yanga walikuwa wanasaidiana. Lakini nyinyi hamwezi kujua wanasaidiana vipi. Kwa hiyo kama upo kwenye mnasema nini? Kwenye mfereji. Haya utayajua, lakini kama haupo huwezi kuyajua.
Na unajua sababu ya kukuuliza hivyo vipi? Nilijua uliniambia hivyo kwa babu yako ndio aliochangisha pesa kuagea wapi? Ndio maana yake. Ilikuwa unamaanisha kuwa mchezo wa mpira au tofauti wa vilabu sio husda, sio husda wala sio ugomvi. Na ile hela walisema watamrudishia tena, mwenyekiti wa Simba alisema atairudisha, kuirudisha ngo. Walikuwa kila siku babu na rafiki yake wanagombana. Nirudishie hela yangu. Hai wakinikofisha naenda kudai. Nawaambia document ninazo. Nataka nirudishieni hela zangu. Kuna maandishi kabisa tuliandika. Sipo wewe. Nipeni hela yangu. Shekhe, sisi tunatoka mbali na hivi vilabu. Watu wanakuja kutuona kwa sababu tumekuja juzi Dar es Salaam. Hivi vilabu vinatembea. Hivi wanajua kwa kwamba Simba ilishafanya mazoezi Manyoni? Kwa wengine sasa hivi hawajui. Hivi wanajua kama Yanga ilishafanya mazoezi Manyoni? Wengine kwa sasa hawajui, ni historia kubwa, wachache ndio wanafahamu. Yanga ilishawahi kucheza na Ajipu Manyoni. Mazoezi wanatoka Tabora. Treni imekufa, wakati ule usafiri ni mmoja tu shekhe, mtu hata sikudanganye. Huwezi kumpa, yani mwendo wa gogo au umewapandisha kwenye ndege. Kwisha, wakati ule barabara ya vumbi, unaanzia Dodoma hapa unatwanga mpaka Mwanza. Mbali. Unapiga shimo tu. Sasa mchezaji umpakie kwenye shimo, ndio unakuta walikuwa wanapakiwa kwenye treni. Wanasafiri na treni, wanaenda na gogo. Basi sisi hizi timu tunazijua muda mrefu. Mimi Simba na Yanga unidanganyi. Sisi tulikuwa tunashinda pale, tunacheza pale. Tena wakati ule sio kama sheria za sasa hivi. Zamani mnaenda watoto mnaitwa kabisa. Tukenda hapa nenda mkacheze kule. Huku nyuma huku ya klabu. Sisi tunaenda tunaweka magoli kule, tunacheza mpira. Sasa bado halijawa gorofa. Kuna vigorofa viwili sio vitatu pale vimeenda juu. Juu kule kulikuwa kuna makuti kule. Wewe unaniambia nini Simba shekhe? Alafu mtu anakuja from where anakuambia ndio haya anayeongea JB. JB unajua kaongea vitu vyenye uchungu sana. Kakugusa. Yaani mimi mwenyewe JB kanigusa. Bwana mbaya lakini haki yake mpeni. Sawa sawa. JB kaongea vitu vimetugusa. Kweli tusikae kila siku sisi ni watu wa kutengeneza matabaka katika klabu yetu. Mnatakiwa mkae kwenye njia? Kwa natakiwa tukae. Sasa wewe fikiria watu kumbe wameshatengeneza chama. Mimi nilikuwa sijui. Wameshakitengeneza chama na chama chao wameshakisajili na chama kinakwenda vizuri. Wewe tena unaleta kuzodoa. Haifai. Unajua katika siku nilizomfahamu JB6, mnamuita JB6 sijui wenyewe. JB64. Mwamba Ilala. Yaani leo ndio nimemsikia naongea vitu vya maana. Leo. Mungu na mtume vile. Leo. Yaani uko siku zote nilikuwa namuona anapiga kelele tu. Lakini leo kaongea. Sasa ndo maana nilikwambia hivi, wanayoiua Simba ni wana Simba wenyewe. Umeona wanajitokeza sasa hivi. Wanaanza kufumbuka mapema. Wanaanza kufunguka. Sasa baada ya albadili Sijui kama ni baada ya albadili au nini. Na nilikwambia wanayoiharibu Simba ni wenyewe, ni hawa. Si umeona? JB6 alikuwa wapi kuyaongea haya muda wote? Kaongea vitu mimi mwenyewe vimenigusa. Anakwambia tumechoka kufanyaje? Sijui aisee JB kaongea vitu vimenigusa unajua? Anasema tumechoka kutumika. Muda wa kutumika umeisha. Sasa hivi tusimame na mimi namwambia ndio mkome JB ndio muyaone. Mimi nilikuwa napiga kelele mlikuwa mnaniona mimi chawa. Sasa naye mwenyewe anafumbuka sasa hivi unayaona JB alishafunguka tangu siku nyingi. Sijui alimzungukaje mpaka karudi kule. Kwani saliwekwa mpaka lock up? Sasa kwa sababu ya nini? Ukweli aliokuwa anaongea ndio haya leo kayaongea. Tufikie sehemu tukubali. Shekhe, mimi ukifanya vizuri nisiachi kukusifia. Na kupelekea moto hapo. Hiki ulichokiongea umekiongea cha maana, hata mimi kimenigusa. Hata watu wengine watakuwa kimewagusa. Kimewafika ndani ya moyo. Na ndio maana nilikuwa nawaambia hivi. Siku moja niliwahi kuongea na wewe nikasema Ahmed Ally timu ile anaibeba yeye. Ni kweli ulizungumza. Tena mara moja. Umenielewa? Kwa nini anaibeba yeye? Imani na ule uongozi mashabiki hawana. Wana imani sasa hivi na msemaji. Kwa hiyo Ahmed Ally unapoongea, ongea kwa kipimo, unawaumiza watu. Ongea tu kwa utaratibu. Jamani niko moja, mbili, jamani tatu, ukiona hili mtawakera watu, achana nalo. Kwao lina faida, viongozi wewe likatae. Kazi ziko nyingi shekhe, sio kusemea Simba tu. Yule si ana professional yake, mwandishi wa habari.
Kwani akiondoka leo pale si atachukuliwa na vyombo vya habari? Lakini usikubali kutumika kama hivi. GB6 ikakwambia tumeshatumika sana. Umeamini Chapesa? Nilikuwa nakwambia. Uliongea. Maneno uliyatamka, na ndio maana nilikuulizia kwanza huko upande wa wazee wako Simba ilikuwaje? Ili urudi huku uangalie, ulinganishe na kauli aliyoongea nani? GB kaongea vitu vyenye mguso. Vimekogusa. Na hata akinitukana mimi wala siogopi wala sishangai. Hawezi. Mimi wala sishangai kwa sababu binadamu kila mmoja na huruka yake, lakini alichokiongea mimi kimenigusa. Tushikamane, Simba hatuna umoja na ndio maana tunachezewa. Pia ni msemaji wa influencer wote unalijua. Sasa kama wewe umekuwa msemaji, kwa hiyo twende tubadilike, tuiongelee timu kote. Yanga hadi kwa wewe ongea swala la mpira tu. Ni msemaji. Ongea swala la mpira. Wala usiende huku wala usiende huku, usivingize vitu ambavyo havipo katika football. Ingia katika football, ongelea football. Kwisha. Usimguse mtu, usimtukane mtu wala usimdhalilishe mtu. Lakini ongea kitu ambacho kinachogusa. Sasa na mimi namwambia GB, tupambane, tunakwenda kwenye uchaguzi Januari kwenda kutafuta viongozi. Tusikubali kuburuzwa, tusikubali kutafutiwa viongozi. Tutafute viongozi wenyewe sisi wanachama wa kuitetea klabu ya Simba, wa kuisimamia maslahi ya Simba, wa kuielekeza Simba iwe Simba bora kama ile iliyopita. Kumbe mnaweza. Mnajitoaga ufahamu GB hivi. Kumbe mnaweza. Kwani uongozi huu mlichaguliwa? Uko wapi? Bwana wewe, kwenye uchaguzi kuna mazongezonge chungu mzima huko. Mazongezonge ya nini sasa? Mazongezonge chungu mzima yanapita huko. Kwani baada ya uchaguzi sikulikuwa kuna ugomvi au wewe umeusahau? Sasa sisi hatukumtaka huyu, hatukumtaka huyu, tulimtaka yule. Huyu kapitaje? Kwa hiyo kuna mazonge. Kwa hiyo tusimame kidete. Nyinyi wenyewe wanachama sisi wanachama tuangalie krimu gani ambayo itakayotoa hapa Simba kuipeleka kule. Na mwenyekiti huyu tutakayemchagua asiwe na makundi. Na kama katiba ibadilike, mwenyekiti awe na mandate. Uliona kilabu kimoja ina wenye viti chungu mzima, wana kazi gani pale? Alafu tubadilishe wale walioko madarakani sasa hivi waje wao wanatoa ushauri. Na ikibidi waondoke tu, hata ushauri wao hatutaki. Ikibidi hata ushauri hatutaki, ushauri wao hakuna. Kiongozi anatoka lazima aje achangie. Achangie kitu gani? Anachangia nini? Kwani mpira unachangia nini? Mpira wenyewe unajiendesha. Sawa, lakini baadhi hakuna. Wewe nao ni kama unawataka utawapeleka kwenye timu yako. Mimi niunde timu jamani. Unda timu wachukue uwaweke pale. Wametuchosha, wametuumiza. Sisi tunatembea tunainamisha vichwa bwana. Yanga kila siku wanaongea. Sababu kugawa utamu umechukia. Wewe bwana wewe, Yanga kila siku wanaongea, kila siku wanaongea Yanga wao. Tena sasa hivi wanasema mnajifanya mnajua. Ngoja ligi ishe hiyo ya huko. Huko wapi huko sijui. Morocco huko. Si tunarudi Januari tunakutana. Tunawanyoosha tena. Watatu. Tena wanasema umegawa utamu huko na kusubiri uje unigaie na mimi. Nikamwambia bwana, shika adabu yako. Yaani wanakila. Uliposafiri ndio ugawa utamu nje. Wewe Yanga wanakela wewe. Anasema mimi nakushangaa. Wewe siku zote hizo umenibania, unanipa utamu mara moja bwana. Kwa nini usiniongeze na mimi? Wengine sasa umeenda kumpa utamu Azam mara 2. Mimi mbona unaninyima? Ila safari utanipa mara. Yaani mimi nilimwambia bwana, nikamwambia bwana wewe umri wako na kwangu uko tofauti bwana, shika adabu yako bwana. Kama hivyo. Basi wenyewe wanacheka kweli nakwambia. Unaumiza mzee Said. Nikamwambia nyinyi watoto, lakini mimi naumia. Kweli mimi nakubali. Lazima. Mzee Said, tuje na point nyingine. Jonathan Soa. Sababu umeanza Mzee Said. Bwana ni vuruga. Sio na kuvuruga. Nilishalisema mimi hili. Mechi 5, fine milioni 1. Ile klabu ya Simba ni kubwa. Amezuiliwa. Umeelewa? Inahitaji wachezaji wenye experience, wenye akili, waliotulia. Sio umeelewa? Sio wakati wa sasa hivi wa kuchukua mchezaji wa kurekebisha tabia. Pale sisi sio kwa baba na mama wewe urekebisha tabia. Pale sisi tunachohitaji tabia bora na mchezaji bora. Sio shuleni pale sio shuleni. Sasa mimi niliwahi kuyaongea, watu wakaniona mpumbavu. Kiko wapi? Kadi nyekundu? Hakupewa kadi nyekundu. Kafungiwa mechi 5. Kamsababisha yule refa, kafungiwa na yeye.
hakutoa maamuzi ya kadi nyekundu. Si nilisikia mimi kwenye michezo, yule refa akafungiwa. Na hiyo yote ni kuibeba tu Simba. Mimi sinakwambia ukweli, watu wanaumia, mpaka marefa wanaumia. Kaka, wewe usione unapuliza filimbi, hata wale wanaochezesha timu za Ulaya wale wana timu zao marefari kama hivi. Sasa yule nani, Anthony Boas nini, yule refa wa Uingereza yule, Manchester hata iweje, hata idondokee huko anaweka pale, alafu kimwambia nenda kwenye Viviana anakuambia siendi. Ile kipara. Sasa yule mwenye kipara yule Anthony Boas sio nani, anakuambia nenda kwenye Viviana siendi. Hii nimeiona mimi penalty. Akiona kama anamsumbua anaenda anasema anazuga tu. Akirudi anakuambia pale. Watu wanaumia shekhe. Afu mtu anatoka tu kiurahisi anaongea maneno ya ajabu ajabu. Narudia tena, nawaambia mwezi wa 12 huu, leo tarehe ngapi? Tarehe 27. Na wasisitiza wale wote wanaotakia memba Simba wajiandae kwenda kuchagua viongozi bora wenye uhakika, wenye viti wasiokuwa na makundi, wote wawe wa kwake. Mwenyekiti mpaka anatoka madarakani hajawahi kuweka hata kikao hata siku moja, hata tawi la mpira pesa. Mkutano mlishafanya? Mkutano gani? Ule mkutano wa pale wa kukimbiana? Mlishafanya. Si ndio huo wa kukimbiana? Kuna mikutano ya kuwafata wanachama kwenda kuongea nao, unawavuta wanakuwa karibu na klabu yao. Wote walikuwa wanafanya hivyo. Unatoka hapo unaweza ukaenda Dodoma. Dodoma kuna matawi kule. Tuna matawi yetu kule Dodoma. Hapa kutosha. Umeona? Unafika pale unakaa, unaongea nao. Mwenyekiti amekuja. Haya, ulifanya lini? Atafanya, chagueni tena kwa mara nyingine. Na itakuwa ajabu. Kwa nini? Apite tena? Tutaandamana. Hii tunaandamana. Apite tena? Wewe. Haiwezekani. Apite tena. Hivi kabisa kweli mimi nimepita tena. Sasa shida nini? Kwa hiyo haya mimi nilishayasema ya Johnson Soa. Kwa hiyo haya ni marudio na Johnson Soa ananijibu. Natoa zeta takwimu hizo mzungumzia anazijibu. Lakini kuna wawili pale. Kuna Kante. Sawa. Kante ana tabia ya kukumbatia. Kante nisikilize vizuri. Hata sio Kante peke yake. Hata Karabwa. Lakini anafanya vile kwa sababu gani? Kaishaelemewa. Anachukua umeme kwa ajili ya timu. Sasa yule kachukua umeme kwa ajili ya kumkwinya mtu. Mkwinyi wewe, unamkwinya mtu na kisigisigi mbali kabisa. Alafu sasa hebu angalia. Ndio maana niliwaambia kuna watu wa kuchukua. Sasa yule useme kabi nasikia anaikosa tena. Sasa kumbe hii akili kaka, hii akili. Mimi nilikwambia hii akili. Tuongeza. Hii akili kaka. Watu wanaangalia sio hapa, wanaangalia kule. Na ndio maana mimi nilikataa. So hafai. Hafai, sio sasa tunaenda kule. Huku magolikipa wote. Bwana ndio hapo sasa mzee Saidi bwana. Yakubu Suleimani kapata injali pale Morocco. Morocco kule mwezi mmoja na siku 10. Mwezi mmoja na siku 10. Na huku Kamara naye pia ndio ile. Tumebakia na Abeli sasa. Na Abeli. Abeli anaweza kwenda kamili mipigo nayo kuja. 5. Afu mnaenda kukutana na experience du Tunisi. 5. 5 zinarudi 5. Sasa una magolikipa experience, magolikipa Kamara miezi 6. Mwezi mmoja na siku mwezi na siku kadhaa. Haya. Huyu nani? Mwezi mmoja na siku 10. Yakubu Suleimani. Yakubu Suleimani. Ulionaye nani? Abeli. 6. Sasa unakataa nini? Unachokikataa kitu gani? 6 zinakuja. Labda watafute golikipa saizi kutoka Ulaya. Wanaweza kumchukua hata baba wa Tanzania. Nimesikia tetesi za mbali wanamtaka kipa Mtibwa. Yaani wakamungu viongozi wale. Kawaida yao. Unaacha, na mimi nimeshasikia. Unaacha, na ndio maana mimi nakwambia hivi. Wale pale ni kwa ajili ya upigaji. Hii nakwambia ukweli. Wanaacha kundi la wachezaji, wanasajili kundi la wachezaji 10%. Wanaacha kundi la wachezaji, wanasajili kundi la wachezaji. Kwa hiyo hapa tayari wameshapiga hela zao, shaweka pembeni mzigo wao. Kulikuwa kuna haja gani ya kuacha wale wachezaji? Kwa mfano Fernandes Mavambo, si ndio? Yule nani yule mwenzie na haua. Haya, yule Listapita.
Niendelee? Endelea. Haya, wameenda kumwacha nani yule mwingine? Kondo. Wewe umemwona kwenye timu ya taifa kala kitasa namba 4 pale? Alipokuwa na umwa. Haya wewe bwana, wewe mchezaji mbovu. Uliza wewe kweli Chameloni? Mimi nikasema mbona huko ati mwenyewe? Hata Faraba tusione anakuja vile. Niacheni kutudanganya cha pesa, si tuna akili. Yule pale mbona akuutia? Na wale watoto walikuwa wanakuja, sio mchezo. Lakini akija kaifinya kageuka na mwita mtu, "Hey, kama kamwachia." Kama sio yeye. Kama sio yeye, afu linakimbia kifaza. Faza. Samuel atoka kaa pale anamwangalia tu. Samuel anamwangalia. Niliwapeni usimba nyinyi mnakaa mnang'oa meno. Kwa hiyo wale 10% toa lete. Hata hawa makocha. Wewe yule kocha yule kocha kuja kufundisha Simba yule. Yule Steve Barker. Huyo Steve Barker huyo. Haja ifundishe Simba huyo. Katoka kule Saudi. Katoka Saudi wapi? Tunachukua makocha kutoka Saudi. Wewe bwana wewe achana na hiyo habari babu. Hakuna chochote. Nisema mnalenga, mimi mnalenga Saudi. Tata, subiri. Mnalenga kwa Madiba tu. Ngoja. Huu mwezi wangapi wa 12 mwezi? 12. Yanga tunakutana na lini? Mwezi wa 3 tarehe 1. Mwezi wa 3? Tarehe 1. Lakini tuhesabu. Kwa hiyo bado miezi miwili. Mwezi wa 3 Nyanyu wanaleta kocha mwingine. Kwa hiyo anaondoka baada ya mechi. Haya. Na wenyewe wamekwambia tunamsubiria mechi ya Yanga. Akishagongwa mechi ya Yanga kwa heri. Kwa Steve anasubiri. Wanamsubiri hata ndio nakwambia. Na hatuwafungi Yanga kwa mtindo huu tunaoenda nao. Mwaga lete. Lakini kipindi hicho mna uongozi wenda tayari umesha. Kama tutakuwa na uongozi mpya itakuwa haina shida. Tutavumilia hata mkifungwa. Bwana, yani katika uongozi safari hii Simba, yani tunatakiwa tuwe makini kweli kweli wanachama. Nimepita nimemwona yule mzee yule anayevaga kofia refu anaitwa nani yule? Pasimilioni yule. Amekaa pale kikao leo nimemwona. Mitaa ya stesheni hospitali. Pale stesheni pale pana hospitali. Ukitoka kituo cha polisi, kituo kikuu, unakuja kituo cha reli, hapa pana. Nimewakuta wamekaa na kina mama wengi kavaa kofia yake ile ndefu. Nikamwangalia sasa, mimi nilikuwa kwenye daladala naondoka. Huwa anamuita mimi yule brother. Na hajawahi kunikatalia hata siku moja. Na mnaongea fresh. Sana na namheshimu kweli kweli yule kaka. Si kama watu wengine wenye kujifanya wanakunywa maji ya bendera ndio wanaitesa Simba. Kila siku mimi nilikuwa nakwambia na nakusisitiza utoke kwa mguu wako uende kwa JB. Uambie JB kwa kwamba mzee Saidi amekupongeza sana kwa kauli ulizoziongea za kishujaa za kuianza kuitetea Simba. Na kwa msemaji mkuu wa ma-influencer wote na natetea na mpaka chama mna hadi usajili mmepata. Na ninakwambia hivi, wawe na moyo huo. Endelee hivyo. Tuitetee klabu ile klabu yetu jamani. Hivi wewe unaenda kuiuza klabu yako alafu unapewa 50,000 au inauma, unajua inauma. Ndio Saidi, neno la mwisho bwana, tumalizie na timu yetu ya taifa. Japokuwa tulikuwa tumeongea kidogo, tumalizie ile saa 2 na dakika 30 pa saa 2 na nusu. Neno la mwisho. Najua huku tuna mengi ya kuongea, tutaongea muda wako wetu bwana. Siku tunazo. Nini pointi yako? Au neno la mwisho wewe unalotaka kulifunga nao kipindi? Leo nataka ufunge kipindi wewe. Timu ya taifa. Naogopa kugombana na mwana FA bwana. Namuogopa naibu? Namuogopa waziri. Namuogopa waziri wangu. Sasa shida nini? Ile timu ya taifa. Shasikia taifa lile shekhe. Mimi waga si pepesi, huwa nanyoka sana, nitawaumiza. Kuona mipaka. Kwa timu ya taifa. Wewe ushaniona mimi shekhe. Tuongeleaje sana. Tunajua tuko sana hiyo. Mimi kama itafanya vizuri nitaipongeza. Ikifanya vibaya tasikitika moyoni. Kuiombea na iombea ishinde. Lakini kaka. Wale Waganda wale walichezana nani? Kako yupo pale. Si ndio? Walichezana nani wale Waganda? Ndio mechi iliyopita. Waliotoa walifungwa lakini ndio. Walikuwa na nani hawa? Bwana. Kwani tuko Tanzania? Tupo Tanzania, Uganda, tupo na Tunisia, na Tunisia. Walicheza na Tunisia. Wakapigwa 2. Babu. 2 vipi 3? 1. Babu. Kuna sehemu waliupeleka moto wa Uganda. Ila uzuri bwana, mimi nampenda sana nani yule mtoto yule Baka. Koplo bwana akaambiwa si kamata, uchezi. Kamkaba yule Victor yule
Victor Osimhen. Mpaka lile dude lile likataka kudondoka lile. Anamuuliza, anamwambia refa huyu anamwambia acha kujilegeza, cheza mpira. Piga mpira bwana. Alafu lenyewe likoplo linamwangalia na mle limetulia limeganda linamwangalia kaka koplo. Kwa nne pale na Nigeria yumo huyo. Nigeria ndo anacheza na nani? Atacheza na huyu Tunisia. Kwa hiyo sasa mimi kusema ule kweli ni timu yetu ya taifa tunaitakia kila laheri. Tumefunga. Sasa mimi nafunga nasema hivi. Bwana JB umenifurahisha sana. Nafunga kikao. Bwana sasa tuna ziada. Wewe ndio mzee Said leo katufungia kipindi. Mimi niseme asanteni, tunawashukuru. Kikubwa zaidi tunaendelea kusisitiza wewe mwana Chapesa Media ambaye bado hauja subscribe sasa ili uweze kupata habari za kimichezo ndani ya media hii. Hatuna la ziada, tunawashukuru sana. Tukutane siku nyingine.